Leo hii binti huyu mdogo wa darasa la 7 ndani ya kanisa la Ufufuo na Uzima Cathedral, Ubungo, Dar es Salaam, amelishangaza kanisa zima na hata Askofu Gwajima mara baada ya kushika mistari ya Biblia kichwani na kuweza kuisema bila makosa mbele ya umati wa watu zaidi ya maelfu waliokusanyika ndani ya kanisa hilo leo hii Jumapili hii ya tarehe 25 Januari 2026. Twende tukatazame kwa sehemu klipu hii, kuna jambo la kujifunza hapo. Na hii ni Magwizra TV, hakikisha umebonyeza neno subscribe, twende kazi. Mno wakisema ni nani basi aweza kuokoka? Yesu akakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amin naambia ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. Na mtu yeyote aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na wale wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka anaingia sura ya 20. Amesoma Mathayo mpaka sura ya 20 kichwani. Unasoma darasa ngapi? La 7. Unahisi huyu akikuwa awe nani? Akiwa mwanasheria mahakamani anakumbuka vifungu vyote na kesi zote kichwani. Itabidi tumsomeshe awe mwanasheria. Kabisa. Tumpigie makofi. Funzo la kujifunza hapo ni kuwa tujitahidi kuwalea watoto wetu katika misingi na maadili ya kumjua Mungu, na sio watoto wetu waishie kukariri nyimbo zisizofaa. Tuhakikishe watoto wetu wa Kikristo au wa Kiislamu wote kwa pamoja wanashibishwa mafunzo ya kidini ili waweze kuwa mfano bora wa kuigwa kama binti huyu. Mtazamaji, wewe mwenyewe ni shahidi ya kwamba pengine ungepewa wewe nafasi hiyo ya kusimama mbele za umati mkubwa hivi na kuwasilisha mistari kama binti huyu alichofanya, pengine usingeweza kabisa, na si tu kuwasilisha bali hata kusimama mbele za watu pengine ingekuwa shida. Tujitafakari sana kwamba watoto wetu wanajifunza mambo mema au mambo mabaya. Leo na kuacha na swali hili mtazamaji wetu. Je, unadhani swala la malezi bora ya kidini ni jukumu la mzazi pekee au ni jukumu la viongozi wa dini? Asante kwa kufuatilia na kuwa mwanafamilia wa Magwizra TV. Jina langu ni John Mkubwa na hii ni Magwizra TV. Usisahau kusubscribe.